Marekani inapoanza kupunguza misaada yake ya moja kwa moja kwa nchi za Afrika na kuhamasisha mataifa haya kujitegemea kijeshi, China imeonekana kuchukua nafasi hiyo kwa kasi. Kwa mujibu wa General Michael Langley, kamanda mkuu wa kikosi cha Marekani barani Afrika, AFRICOM, China inaiga kwa haraka mikakati na programu ambazo Marekani imekuwa ikitumia kwa miaka mingi kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na Afrika. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa kufunga kongamano la maafisa wakuu wa majeshi kutoka zaidi ya mataifa 30 ya Afrika, Langley alisema kuwa China imekuwa ikiendesha mafunzo na kutoa msaada wa kijeshi kwa mtindo unaofanana na ule wa Marekani. Alifafanua kuwa China inajaribu kuiga programu ya kijeshi ya Marekani maarufu kama IMET, International Military Education and Training, na kwamba imeanza pia kuendesha mazoezi ya pamoja ya kijeshi katika nchi kama Tanzania. Langley alisisitiza kuwa msimamo wa Marekani si kutoa misaada ya kudumu, bali kusaidia Afrika ijijenge na iweze kushughulikia changamoto zake za kiusalama, hasa ugaidi na waasi. Alieleza kuwa ni wakati wa bara la Afrika kubeba jukumu kubwa katika usalama wake, huku mataifa ya kimataifa yakibadilisha vipaumbele vyao vya misaada na ulinzi. Katika hotuba yake, alizungumzia pia hali ya usalama katika ukanda wa Sahel, akilitaja eneo hilo kuwa kitovu cha ugaidi duniani kwa sasa. Alisema kuwa makundi yanayohusiana na ISIS na Al-Qaeda yamejikita kwa nguvu katika maeneo kama Burkina Faso, ambapo serikali haina tena udhibiti wa sehemu kubwa ya ardhi yake. Langley alionya kuwa wapinzani wa Marekani kama Al-Shabaab nchini Somalia wanajaribu kutumia kusitishwa kwa misaada ya kiraia kutoka USAID kama silaha ya propaganda dhidi ya Marekani. Hata hivyo, alisema kuwa malengo yao bado hayajafaulu. Huku ripoti zikisambaa kuwa huenda utawala wa Trump ukapunguza mamlaka ya AFRICOM na kuifanya iwe chini ya kamandi ya Ulaya, Langley hakuthibitisha wala kukanusha, lakini aliwasihi viongozi wa Afrika kueleza Marekani athari za mabadiliko kama hayo katika uhusiano wao wa kijeshi. Langley alihitimisha kwa kusema kuwa Marekani haitaki kubaki kama mhisani wa kudumu, bali mshirika wa kweli anayewezesha maendeleo ya ndani ya bara la Afrika katika sekta ya ulinzi na usalama.